إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ama baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tunazidi kuyakata masiku yetu ambayo tunapambana nayo kutokana na ucha Mungu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Leo tukiwa bado tuko kwenye sehemu yetu ya darasa la durus Ramadhania, ambayo tulikuwa tumeishia kwenye khususia Ramadhani, na kiutaratibu mambo mahsusi yapo ni mengi kama tulivyoelezea. Kuna kuomba dua ndani yake katika Ramadhani, kuna sala na kuna mambo mbalimbali ya kufanya wema kwa ajili ya kujiweka karibu zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kama tunavyojua mambo mema yako mengi, kuwasaidia wajane na wasiokuwa na uwezo mbalimbali wanahitaji kusaidiwa katika mwezi huu. Hapo tunakumbushana kwa sababu ni jambo linaweza likatokea mughafala katika nafsi ya mtu, basi inatakiwa mtu aingie katika utaratibu. Lakini tuliyasema mambo mahususi likiwemo jambo la sala ya tarawih. Hii sala kama tulivyoisema ni kwamba wahia ihyaul laila, nako ni kule ambapo unauhuisha ule usiku. Swala hii si kwamba haipo, ni swala ambayo ipo na watu wanasali qiyamul layl, lakini inapofika katika mwezi wa Ramadhani inakuwa watu wanasali kwa jamaa msikitini. Hili ndiyo jambo ambalo watu wanajizoeza katika taratibu za kusali, lakini pia vile vile jambo hili halikuanza muda mfupi labda kuashiriwa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu pale alipoihuisha upya jambo ambalo lilikuwa linakwenda kusahaulika. Kwa hiyo akaamua sasa kufanya utaratibu wa watu kuingia katika sala ya tarawih, lakini haikuanza kwake yeye, imeanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alipoona watu wanajisahau akairudisha, ingawaje Mtume mwenyewe aliisali sala hii,
lakini kwa muda mchache tu kupitia msikitini akaona ngoja niache, kwa sababu isije nikaendelea nayo ikafaradhishwa, na ikifaradhishwa kwa umati wangu kwa hali iliyokuwepo hawataweza. Kwa hiyo akaona yeye akaswali katika masiku kadha msikitini, baadaye akaendelea naye nyumbani kwake, kwa kuona kwamba angeendelea naye basi ingekuwa ni jambo hilo la moja kwa moja lililo faradhisha na Allah ameipitisha, basi jambo hilo tungekuwa tunafanya kutafutana msikitini. Kwa mazingira ya sasa yaliyokuwepo na mambo yanayozidi kusumbua, lakini jambo hili kwa kuhuisha usiku wa Ramadhani bisalati wal qiraati tawilati, kwa sala na kisomo kilichokuwa kirefu, fiha, katika ndani yake huo usiku wa mwezi wa Ramadhani, na sumiat, ukaitwa bidhalika liannahum kanu yastarihuna baina kulli taslimain. Uliitwa huo usiku ambao ulikuwa umehuishwa ya kwamba wao masahaba walikuwa wana starehe baina ya kila salamu mbili. Wakitoa salamu basi wanapumzika kidogo, kitambo kidogo, na wakinyanyuka na kuendelea tena na kusali rakaa mbili mbili. Na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alayhi. Yoyote mwenye kusimama, na kisimamo hapa kinakusudiwa sala, katika mwezi wa Ramadhani, imanan, kwa imani, wa ihtisaban, na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akiwa ana imani atasamehewa yeye katika madhambi yake ambayo ameyatanguliza. Na pia vile vile kupitia kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Katika riwaya nyingine anasema, yoyote atakayesimama katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wenye kukadiriwa kwa imani, na akataraji malipo, basi atasamehewa yeye katika madhambi yake aliyoyatanguliza. Na hadithi zote mbili hizo ni muttafaqun alayhi. Lakini mwanzoni kabisa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika surat Al-Muzammil, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ndio anapewa
mwanzoni kabisa sehemu ya utume wake, ikawa anatokewa sasa na Jibril, ikawa anamjia pale alipomtokea mara ya kwanza pangoni, na baadaye akamtokea nyumbani kwake. Baada ya kurudi nyumbani kwake, pale alipomwambia ya ayyuhal muzammil, ewe ambaye umejifunika, qumil layla illa qalila, simama usiku, yani simama kwa ajili ya sala, uhuishe usiku isipokuwa kidogo. Na ni aya za Allah tabaraka wa taala. Anaamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asimame usiku, nisfahu aw inqus minhu qalila, nusu yake ya huo usiku au apunguze katika hiyo nusu ambayo atakuwa ameisimamia kwa ajili ya kisimamo, kwa ajili ya sala huo usiku, au apunguze sehemu ya huo usiku katika hiyo nusu aliyokuwa amepewa hiari. Lakini pia vile vile au zid alayhi warattilil qur'ana tartila, anaambiwa au zidisha juu yake, anapewa utaratibu. Huenda akapunguza katika ile nusu ya ule usiku au akazidisha, na katika kisimamo hicho asome Qur'an kwa utaratibu ambao unasomewa hiyo Qur'an. Qur'an isisomwe kama wimbo, kama au mtu anafanya jambo ambalo haisomi Qur'an. Watu wa wakati huu ambao tupo huenda wakasali katika usiku wa mwezi wa Ramadhan rakaa 20. Rakaa 20 zikawa ni nyingi kwao, lakini sasa mtu akisimama, kwa sababu kunatakiwa kwende kwa spidi, rakaa hizo zinaweza zikatufikisha mbali. Kwanza usisome visomo virefu, alafu uende kwa kasi ili watu wakuone sasa ndio mwenye kufupisha muda. Kwa ile ukianza tu bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, Allahu akbar, haijajulikana umeimaliza surati al-Fatiha kwa mtindo upi. Hujakaa sawa Allahu akbar umenyanyuliwa, haujakaa sawa umepelekwa kusujudu, haujakaa sawa umenyanyuka, ikirudi tena ndio hivyo hivyo. Tayari Allahu akbar, haijajulikana ni kisomo gani ambacho kimesoma. Na ndiyo maana yeye Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hapo haijasimama kisomo haijasimama sala hii ya usiku, ndiyo anaanza kupewa majukumu, anaambiwa asimame. Na tena kusimama kwake aidha azidishe katika sehemu hiyo au apunguze. Yote hayo ameamriwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sala hii ya usiku si jambo ambalo ndio linaanza au amelianzisha yeye sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah
Watu wanapokusudia hii sunna bwana, unaweza zako kalala zako nyumbani, sunna tu. Lakini je, maneno hayo ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam au ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala? Hakutaka yeye kuifanya kwamba ni faradhi kwa kuendelea, kwa sababu ingefaradhishwa na Allah tabaraka wa taala ingewajibisha sisi tuifanyaje? Tuiswali. Na ingeshindikana kwetu sisi. Swala 5 tulizonazo za tushinda. Wakati mwingine mtu anafunga lakini kuswali haswali. Nisikwambie kwa utaratibu ambao umepangika na sunna zake ambazo zinatakikana, kama watu wanatimiza ni watu wachache mno, kwa sababu sasa hivi kila mtu kashughulishwa. Na laita ni kama isingekuwa hivyo, basi mambo yangekuwa magumu zaidi. Kwa hiyo yeye akaliona jambo hili litakuwa gumu kwao, akaamua kurudi nyumbani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku. Hili jambo limeanza kwa muda mrefu, lakini si kwamba limeanza sasa na ikawa watu wasome tu visomo wanavyovitaka wao, au mtu aseme tu kwa wepesi, kwani si sunna? Sunna inakuwaje iwe sunna? Kwa sababu anayeamrishwa ni mtume wako. Na katika sura hii ikifika aya ya 20 kidogo Allah ndio akawalegezea Waislamu. Tena hapo hakuzungumza na mtume peke yake, na maswahaba pia, kwa sababu ya shughuli zilizokuwa nyingi na utaratibu ulivyokuwa mwingi. Kwa hiyo kufika kwenye aya ya 20 Allah tabaraka wa taala baadaye huko akawapunguzia kwa utaratibu usomaji wa Qur'ani usiku kwa uchache na kuswali kwa uchache. Ikiwa amesema Allah tabaraka wa taala, yapo mambo ndani yake. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika Allah tabaraka wa taala asema, hakika sisi tutakutelemshia wewe juu yako kauli iliyokuwa nzito. Allah tabaraka wa taala anataka kumpa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna ya kulingania, namna ya kuwafikishia watu dawa, ili mradi viendane sawa na hilo jambo lake. Basi na ndiyo maana anaambiwa asimame usiku, kwa sababu atazipata nguvu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wa at'am wa aqwamu qila, asema hakika ya huko kusimama usiku kunafikiana na kuuhuisha huo moyo, yani unapata nguvu na kunatulia yale maneno unayoyasoma, basi moyo unatulizana ndani yake. Na Allah tabaraka wa taala anakusaidia wewe kutokana na afya yako ya kiwiliwili, kwa sababu moyo unapotulizana, hebu angalia upate mshtuko wa nafsi, moyo unakwenda mbio na masala mengine yanaharibika katika mwili. Lakini unapoambiwa chakula cha moyo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo jikurubishe kwa Allah kwa mambo ambayo yanakufanya wewe uwe hai. Sasa leo mtu anasema hii sunna, kwa hiyo mkiamua nafanya,
nisipoamua basi sipati dhambi. Lakini hata kule nyumbani hapati utulivu wa kisimamo kama vile ambavyo angekuswali na wenzi. Hili ni jambo la kusimama usiku. Lakini swala za faradhi kabisa ndio mtu anafunga lakini haswali. Twaenda wapi? Tutafikia wapi? Istoshe huko kusimama katika usiku wa Lailatul Qadr ambao tumeisoma hadithi hii ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ambayo ameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alayhi, kwamba mtu yoyote yule ambaye atasimama na kisimamo chake kwa swala kwa imani na kutaraji malipo, basi atasamehewa yeye kutokana na madhambi aliyokuwa ameyatanguliza. Sasa mtu akawa hasimami kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na akakusudia kwamba jambo hili ni jambo la sunna. Sasa kuna sunna nyingine sio sunna kama unazozikusudia. Sio kwamba watu wamelala wakaamka wakasema Mtume akisema mambo mengine haya sio lazima. Kuna mambo mengine yanakuwa na ulazima ndani yake kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameyapitisha naye humo ndani yake. Kwa hiyo hakusimama tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mpaka aya zinathibitisha kwamba kwenye kusimama usiku kuna manufaa na kunaleta manufaa kwenye moyo wa yule mwenye kusali. Lakini leo hii mtu anaona faradhi yake yeye ni kulala. Jambo la Allah tabaraka wa taala hana mpango nayo. Kwa hiyo sisi tuangalie Allah, tumche Allah tabaraka wa taala. Masiku haya yanakwenda mwishoni. Imekusudiwa masiku ni machache, lakini mwishoni kila siku tunarudia na tutaendelea kulirudia jambo hili. Ikiwa mtu anafunga alafu asali, hukumu yake tutaiona hata katika masiku ambayo yatakuwa yamebakia. Afunga alafu hataki kuswali, au anaswali swala zake anavyoamua yeye, inakuwa ni matatizo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na sijui ile imani ambayo inatarajiwa kama itapatikana na utulivu wake humo ndani yake. Kwa hiyo jambo hili inatakiwa tuwe makini na tulichukulie kwamba ni jambo ambalo limeamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ametekeleza kwa kuambiwa kusimama huo usiku. Lakini pia vile vile tutakuja kuona kwa baadhi ya masala mengine kwa manabii. Je, hakuna manabii walioambiwa wasimame usiku? Lakini je, walivyoondoka wakaja hao waliokuja badala yao walifanya nini? Kwa hiyo tutaliona jambo hili. Lakini pia vile vile usiku unaokuja ni usiku ambao ni wenye kukadiriwa, na ipo sura nzima yenye kueleza masala ya usiku huo yenye kukadiriwa, usiku wa Lailatul Qadr. Khair min alfi shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tutakuja kuyaona haya jinsi hali ilivyo kwa haya machache ambayo
tumeyazungumza. Insha Allah tutaendelea kesho kwa ajili ya kuliangalia jambo hili la Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuhuisha huu usiku ambao ameanza kuambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baadaye yeye akawarithisha wale waliomfuata mpaka yakatufikia sisi. Kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana. Kwa kufikia hapa, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.